Mheshimiwa Katibu Mkuu, lazima mtengeneze mfumo wa kusimamia na kufuatilia miradi ya maji. Mradi wa maji usipokuwa na usimamizi, mradi wa maji usipokuwa na ufuatiliaji, utapewa tu bla bla maneno. Pesa utakuja kukuta zimewekezwa, lakini unapokwenda mradi unasuasua, mradi hauna matokeo yoyote. Kwa hiyo ni eneo la msingi ambalo linahitaji kuwekezwa kwa nguvu zote, kwa maana ya usimamizi na ufuatiliaji, swala la usimamizi na ufuatiliaji. Lakini pia eneo lingine, miradi mingi ya maji inaonekana kama haina mwenyewe. Mradi wa maji leo ikikamilika zahanati wanakabidhiwa wataalamu. Kwa maana kwa mfano zahanati wanakabidhiwa watu wa afya, kwa maana madaktari. Shule ikikamilika wanakabidhiwa walimu ili waweze kuiendesha. Lakini miradi ya maji wakati mwingine nakabidhiwa jumuiya ya watumiaji maji. Wakati mwingine hata taaluma tu ya kufunga koki inapokuwa imeharibika haipo. Kwa hiyo mradi unakamilika, serikali imewekeza fedha, lakini mradi unakuja kufa kwa sababu tu ya kitu kidogo. Kwa hiyo sisi tuna jumuiya za watumiaji maji ili kuweka ushirikishwaji wa wananchi kuweza kushiriki katika miradi ya maji. Lakini tumeenda mbali, baada ya kuona changamoto unakuta jumuiya zinasimamia miradi ya maji, wanakusanya fedha lakini wanagawana. Migogoro haishi. Leo anapewa pesa mwenyekiti, kesho anapewa katibu, kesho mjumbe. Wengine wanaanza kufanya movement ya kutoa kamati ile iingie nyingine. Kwa hiyo kila kukicha migogoro ambayo haina tija, miradi inakwama, uendelezaji wake unakuwa ni changamoto. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Maji na RUWASA tumeona twende mbali katika kila jumuiya, kwamba tunaweka sasa technician, kwa sababu sisi tuna chuo chetu cha maji kipo pale Dar es Salaam. Kwa hiyo tunakuwa na mtaalamu ambaye tunamweka, lengo kusaidia mambo yale yote ambayo ya technical. Lakini la pili, tunaweka mhasibu, mtunza fedha, ambaye atakayeweza kusimamia zile fedha ili panapotokea marekebisho madogo aweze kutumia zile fedha ili kuweza kutatua changamoto za watu pale waweze kupata huduma ya maji. Serikali inawekeza miradi mingi ya maji, lakini lazima kuwe na sustainability, uendelezaji wa miradi ya maji. La sivyo unaweza ukawekeza fedha lakini inaweza isiwe endelevu. Lingine, eneo la engineering estimation. Wataalamu, naomba hapa nisisitize sana, wataalamu wetu wote wa Tanzania bara na visiwani lazima tukubali tuisaidie taifa letu. Tusiwe majambazi wa kutumia kalamu kuumiza taifa letu. Leo mtaalamu ambaye amemaliza chuo kikuu, mtaalamu ambaye ana PhD, ambaye umepewa nafasi kwa ajili ya kulisaidia taifa, ni waombe sana wataalamu na sisi viongozi tutumie taaluma zetu weledi kuhakikisha tunalisaidia taifa letu. Uandaaji wa engineering estimation. Mradi unakuta kabisa huu mradi unatakiwa kutekelezwa labda kwa bilioni 1.5. Lakini engineering estimation inayoletwa kubwa. Sisi kama Wizara ya Maji tukawa tunajiuliza, inakuwaje miradi ya maji gharama inakuwa kubwa sana? Tumefanya pilot miradi kama 192 nchi nzima, na tukasema hii miradi hatuitekelezi kwa wakandarasi. Hebu tuone. Unaposema wewe mhandisi wa maji, manake una taaluma ya maji, inakuwaje uwe mhandisi wa maji ushindwe kutekeleza mradi hata wa milioni 400? Tukasema hii miradi mtaifanya. Na kweli miradi 192 walileta engineering estimation, ilikuwa bilioni 207, lakini wameweza kuitekeleza kwa kutumia bilioni 163. Bilioni 44 tumeziokoa. Mfano, tuna mradi Matamba Kinyika pale Makete. Engineering estimation yake ilikuwa bilioni 6.7. Tukasema hapana, huu mradi utekeleze kwa wataalamu wetu wa ndani. Mradi wa vijiji 7. Mradi umetekelezwa kwa kutumia wataalamu wetu wa ndani. Wameweza kutekeleza kwa bilioni 1.5. Vijiji vyote 7 vinapata huduma ya maji, ambao engineering estimation ilikuwa bilioni 6.7. Kwa hiyo zaidi ya bilioni 3 zilikuwa zingie mfukoni. Tuna mradi pale Sumbawanga vijijini unaitwa Muze Group, mradi wa vijiji 10. Engineering estimation yake ilikuwa zaidi ya bilioni 6. Lakini mpaka sasa mradi unatekelezwa na vijiji vyote 10
vinapata huduma ya maji, lakini hata bilioni 2 haijafika. Kwa hiyo nikuombe sana Katibu Mkuu, uongeze nguvu katika swala zima la engineering estimation, hili uli upate uhalisia wa utekelezaji ule wa miradi ya maji. Eneo lingine la msingi kabisa, hatuwezi tukasema miradi yote tunaweza tukatekeleza kwa wataalamu wetu wa ndani. Lazima tushirikishe wakandarasi, lakini wakandarasi wenye uzalendo. Ni kuombe sana Katibu Mkuu, tuna utitiri mkubwa sana wa makandarasi, lakini si makandarasi wote wenye uwezo. Nafikiri kabla mkandarasi hajapata kazi, kuna haja ya kufanya due diligence. Huyu mkandarasi anatakiwa apewe kazi, ana uwezo? Na kama ana uwezo wa kutekeleza katika nchi yetu ya Tanzania, iwe bara ama visiwani, ametekeleza mradi gani? Hilo litasaidia juu ya utekelezaji wa miradi ya maji. Lakini narudia tena, Mheshimiwa Katibu Mkuu, ndugu yangu, pamoja na Katibu Mkuu wangu wa Wizara ya Maji kaka yangu Sanga, Naibu Katibu Mkuu na timu nzima ya Wizara ya Maji, niwapongeze sana kwa umoja huu na mshikamano huu, na imani tutaweza kuijenga nchi yetu. Nina imani Watanzania wote wa bara na visiwani wanaenda kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini lingine la kusisitiza sana, bado jamii zetu zina mwamko mdogo juu ya ulipaji wa bili za maji. Serikali inawekeza fedha ujio wa utekelezaji wa miradi ya maji, kwamba mwananchi ana haki ya kupatiwa huduma ya maji, lakini lazima na sisi kama viongozi tuwasisitize wananchi kwamba wana wajibu wa kulipia bili za maji. Changamoto iliyokuwepo, wananchi wanajua kabisa maji basi kwa kuwa yametoka kwa Mungu, wanasema, wanaenda mbali, wanasema mabomba tu ndio yametoka kwa mzungu, kwa hiyo haya maji tunatakiwa tutumie bure tu. Lakini lazima wajiulize, leo maji yanapopatikana mtoni mpaka kukufikia wewe nyumbani yanaendaje? Leo maji yanapotakiwa kuyatumia, si maji tu, lazima yawe safi, lazima yawe salama, na lazima yenye ubora. Yanahitaji madawa. Madawa yanapatikana wapi? Kwa hiyo lazima kupatikane fedha ambazo zitaweza kuendesha. Kwa hiyo hii ni swala tu la awareness, kwa maana ya sawa, wanaweza wakatoa elimu kuhakikisha kwamba jamii inakuwa aware na wawe wana fahari kuweza kuchangia katika bili za maji. Lakini katika kuchangia huko bili za maji, basi zisiwe bambikizi, kwa maana watu wananchi walipe bili halisia. Lakini mnaweza mkenda mbali, wakati mwingine wataalamu discuss, leo mnamkatiaje maji mwananchi weekend? Leo mnamkatiaje maji mwananchi siku ya sikukuu, ambapo hakuna fursa ya yeye kwenda kulipia na akaweza kupatiwa huduma? Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo na sisi tunayasisitiza huku bara, na imani na nyinyi hiyo mnaweza mkapata challenge nzuri, ili katika kuhakikisha mnaboresha na kuhakikisha kwamba Zanzibar pamoja na huku bara watu wanapata huduma ya maji safi na salama. Mimi ombi langu kwa hili kubwa ambalo tunalolifanya, hili la kukutana, ni jambo moja. Ni kuombe sana Katibu Mkuu, unifikishie salamu kwa Waziri wa Maji, Nishati na Madini. Sisi kama viongozi wa wizara tutamwandalia miradi ya kuja kuzindua na mingine kukagua, aone utekelezaji na kasi ambayo tunaifanya sisi Wizara ya Maji. Na mimi Juma Aweso, Waziri wa Maji, nikiambatana na katibu wangu Engineer Anton Sanga, pamoja na mama yangu Mama Nadhifa Kamikimba, Naibu Katibu Mkuu, na timu yetu ya Wizara ya Maji, nipo tayari muda wowote ambao mtakaokuwa mmepanga kuja kufanya ziara katika eneo la Zanzibar, ili kuja kuona utekelezaji wa miradi ya maji. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Baada ya kusema hayo, kikao nimekifungua rasmi. Asanteni sana.